Kabisa ni washukuru. Kwa majina nafahamika kama Hagai Penye, mimi ndio katibu mkuu wa Bunge la Wananchi la Kitaifa. Nina machache ya kusema kupitia yale ambayo yanaendelea katika Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Na kwanza kabisa sijafurahishwa na vile Chama cha Mapinduzi kinaendelesha mambo yake. Hapo sio pahali Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Buriani, rais mwanzilishi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliwaacha chama. Kwa sababu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alifundisha watu wawe na umoja, wawe na upendo. Kama mambo yamefanyika hivyo, watu wakuwe waongee, lakini si kutumia nguvu kumaliza watu. Ngalau wangewashika, wawapeleke kotini, wafunguliwe mashtaka. Lakini mambo ya kuwa watu na kumwagikaji wa damu, hata leo Magufuli akiamuka mahali amezikwa yati, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Buriani akiamuka, je, watasikia vipi? Mzee Mwinyi, rais wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Benjamin Mkapa, mzee wa busara. Na shida ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ni si mwingine bali ni Jakaya Mrisho Kikwete. Hajakubali ya kwamba hayuko uongozini, anataka kalie kila rais. Mwaka yake iliisha mwaka 2005, mwaka 2015. Jameni, Mrisho Kikwete, kaa nyumbani, endeleza mambo yako ya diplomacy kwa Afrika, lakini waacha wa Tanzania waendelee na mambo yao. Mambo ya kukua katika kile serikali, unataka kuwe na sauti. Wewe ndio unataka kuamulie Chama cha Mapinduzi. Hii hatufurahishi kama. Mimi kama Pan Africanist nafuatilia mambo ya Tanzania bampa kwa bampa. Bampa kwa bampa nafuatilia na ninayaelewa kabisa. Kwa hivyo mambo ambayo yanaendelea hapo, tumejua wewe ndio chanzo, unataka wewe ndio una advise kila rais. Magufuli alikukataa, akaendeleza maneno yake na Tanzania ikapiga hatua. Na kifo ya Magufuli kakuwa katika hali tatanishi ambayo bado inatushangaza mpaka leo. Kwa hivyo mimi na advise huyu rais wa sasa, Mama Samia Suluhu Hassan, jameni, omba msamaha kwa watu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waombe msamaha na tafadhali anza kufanya kazi. Migodi Minerals tumejua imerudia watu wa nchi za nje, nchi za kigeni. Na kwa hivyo sasa hizo vitu, zile migodi hazikuwa control na watu wa Tanzania. Na hayo ndio vita ilipiga Magufuli. Tanzania ni nchi ambayo mineral resources zake zikuwa hiyo nchi ndio ina manage, inaweza piga hatua sana. So kwa hivyo mimi kama Pan Africanist, mimi naongea kama Pan Africanist, jameni, Mama Samia Suluhu, omba wanawake msamaha, omba wananchi wa Jamhuri ya Muungano msamaha, na uanze kufanya kazi na fidia. Wale ambao wameumia wapate fidia. Vile pia kama Pan Africanist nataka nipinge yale ambayo yanaendelea katika nchi ya Nigeria. Tumejua vita kama hivyo vinafadhiliwa na wale watu wetu wa Uingereza. Tafadhali wa Afrika, tujipende na tupende bara letu la Afrika, na ndipo Afrika inaweza piga hatua kiuchumi. Vile katika Jamhuri ya Muungano katika Jamhuri ya Kenya pia naweza waambia wa Kenya, mmechangia pakubwa sana kwa Africa Union kupata uongozi ambao haiko sawa, kwa sababu ya siasa zetu za ukabila, siasa zetu za chuki, siasa zetu za vyama. Mmefanya Africa Union imepata uongozi sio sawa. Muliandika barua pepe na mkamharibia hayati Raila Amolo Odinga jina, na hiyo ikashika international communities, wakakuwa na interest na Raila hakupata kiti. Sasa hivi mmechagua Afrika na yule ambaye alitoka Djibouti akapata kiti. Muliona hivi vile anafanya kazi ya Africa Union haiendi sawa tangu huyo jamaa akuwe na hiyo kiti, hata afadhali yule ambaye alitoka. Kwa hivyo wa Kenya, jamii, tofauti zetu ndio ilifanya tusipate hicho kiti. You played a very pivotal role. 30%, 35% to 40 ya Raila kutopata kiti na kuangusha uongozi ya Africa Union ilitoka hapa Kenya, kulingana na chuki zetu. Nyinyi ndio mlileta hizo siasa na Raila akapata kiti, akakosa kiti. William Ruto alikuwa anajua Raila akipata hiyo kiti wataleta wa Afrika pamoja, tuwe na hela moja, tuwe na serikali moja. Sisi wa Afrika pia tukue United States of Africa, ndipo wa Afrika waone vile tutaendelea. Ona nchi ya DRC hakuna amani, ona Sudan hakuna amani, watu wanaishi kwa makambi, ilhali
wako na bidhaa, wako na minerals ambazo zikikuwa process kwa hizo nchi, vijana watapata kazi, watajenga barabara, watajenga hospitali, watajenga vyuo vikuu, watajenga mambo ya elimu yao ikuwe sawa sawa. Jameni wa Afrika, wakati umefika si wa kuongea bali kuonyesha kwa matendo, kwa sababu tunaongea kwingi sana na kuongea kwetu kwingi imefanya shida zile tulikuwa nazo in 20th century. Ndio hii 21st century inaisha, hii first quarter zitazidi kuendelea. Kwa hivyo mimi nawasihi jameni wenzangu, tuwe watu wa vitendo na tutende mema ambayo yatafanya mambo ya uchumi, mambo ya siasa na mambo pia ya kuishi kwa umoja iendeleze. Tusiseme tu kwa mdomo, lakini tuweko kwa maneno, lakini tufanye kwa matendo. Wale waliomo na maneno chanya, walioko na maneno hasi, jukumu lenu ni kukaa pamoja na kuzungumza na kuhakikisha kwamba bara Afrika imeendelea sawa sawa. Mimi nafurahia sana na rais wa Jamhuri ya Namibia ameanza kufanya kazi. Tumeona Chad, tumeona Mali, tumeona Botswana. Jameni, tuige mataifa kama hayo na Afrika tuungane, tuendelee mbele pamoja. Kwa hayo mie ni wako katibu Bunge la Wananchi la Kitaifa Hagai. Pengine kama wanahabari wako na maswali tayajibu. Sawa.